Sawa, bwana tumetoka kidogo huko. Sasa turudi kwenye hivi vita vya Mashariki ya Kati. Sasa malengo uliyozungumza yote hayajatimia. Sasa tumeona mgogoro mkubwa umekuwa kwenye Hormuz. Tumefikaje hapa? Sawa, safi, swali zuri. Na ili kujibu swali hilo kiurahisi ni kwamba Trump na Marekani na Israeli ndio wametufikisha kwenye Hormuz. Wametufikishaje? Karibu. Ni kwamba ukifuatilia vizuri katika historia ya hii vita na kwa nini Marekani halikuwa hajataka kupigana hii vita, vyombo vyake vyote vya usalama toka miaka ya 90, miaka ya 70, maana tunasema baada ya Islamic Republic Revolution mwaka 1979, Marekani ilianza kuona Irani inaenda kuwa nchi kubwa kijeshi. Ndio. Wakawa wanatamani kuidhibiti mapema. Lakini kila wakiangalia namna ambavyo Irani itareact, hapo ndipo walikuwa wanapata kigumizi. Kwa sababu walikuwa wakiplay kitu kinaitwa war games, yani kuangalia, unakaa sehemu unaanza kuchora ramani kwamba mwenzangu atajibuje kama nikimshambulia. Sasa ilikuwa inaonekana kupitia hizo war games wanazozionyesha, wanazoziplay katika briefing rooms zao, vyumba vya kimkakati au command center zao, wakikaa wanapanga mipango yao, wanaona kwamba Irani itajibu kwa kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na mlango bahari wa Hormuz ni mlango bahari muhimu kweli kweli, kwa sababu 20% ya mafuta yote duniani inapita pale. Mafuta ya Hormuz yanayopita katika Hormuz yana feed nchi nyingi sana. Yani kwa lugha nyingine, yakitoka kule yanakuwa supplied katika nchi nyingi sana. Kwa lugha nyingine, hicho ndicho ambacho kikasababisha Marekani kwa marais wote wakawa wanaogopa na kuona kwamba hapana, hatuwezi kuriski, bado haijafikia katika kiwango hicho cha kuriski kuingia katika vita ambayo itasababisha uchumi wa dunia uyumbe na uchumi wa mafuta uyumbe, kwa sababu tu ya interest zetu za kutokubaliana na Irani kwenye swala mojawapo la nyuklia, ambayo mpaka sasa tunaweza tukalifanya kwa namna nyingine. Na ndio maana Obama akaona sasa tusiende mbali kwenye vita, tufanye makubaliano. Sasa basi, hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba Trump ametufikisha hapa kwa sababu tayari vyombo vyake vya usalama vilimbrief. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ambazo zimekuwa zikivuja na nyingine zimekuwa zikitajwa kwenye vyombo rasmi. Vilimbrief au vilimuelezea, na katika maelezo yao walisema wazi kuwa kama tukishambulia, Irani itafunga mlango bahari wa Hormuz. Lakini pamoja na hilo, Trump aliamua kuendelea na mashambulizi. Ukiachia mbali hilo, Irani wao wenyewe wamekuwa wakisema mara kadhaa, na hata kabla ya vita kuanza, kipindi Marekani imemaliza operation yao kule Venezuela, aircraft carrier ya USS Gerald na nyingine zikiwa zinaendelea kusogea upande wa guba ya Irani, guba wa Jemi pale. Ripoti mbalimbali zilionyesha Irani ikifanya mazoezi katika mlango bahari wa Hormuz. Walikuwa wanafanya mazoezi. Hilo ilikuwa ni kama warning kwamba mkija tutafunga. Lakini wao wakaona waende. Na baada ya kwenda, maana yake ni kwamba wakafunga. Na ndio maana hapo mimi natamani kusema jambo moja, ni kwamba vita hii labda imeanza kwa sababu ya mafanikio makubwa ambayo Trump aliyapata kwenye operation ya Venezuela ya kumchukua Maduro. Baada ya kumchukua Maduro akaona kwamba kumbe inawezekana hii, kumbe kinawezekana. Imekuwa ni operation rahisi sana, maana katika ile operation walikufa almost kama bodyguards 32 tu wa Maduro, na wakashambulia air defenses za nchi kwa maana ya mfumo wa ulinzi, wakaenda paka ikulu ambapo alikuwa amejificha. Inaweza ikawa sio ikulu, na ni taarifa ikutaja nani rasmi kwamba ilikuwa ni wapi, lakini wakamchukua wakaondoka naye. Lakini jeshi la Venezuela likawa lipo kama halijui nini wafanye. Na kwa sababu hajui nini wafanye, ni kwamba ikaishia kuwa hivyo, hakuwahi kujibiwa. Na kwa namna hiyo nchi ya Venezuela ikapata uongozi mpya, na ule uongozi mpya ukaanza kumsupport Rais Donald Trump kwamba tuleteni madumu kadhaa ya mafuta. Wanaleta sasa hilo sasa ndilo lilosababisha aamini kuwa akapata kama kilevi tu. Yes, akapata kwamba kumbe inawezekana hii, akaenda kule. Sasa kitu ambacho alichanganya ni kimoja ambacho hichi nilikuwa natamani watu wakijue. Ndio. Ni kwamba mfumo ambao walikuwa wanatumia Maduro na Venezuela ni mfumo ambao unaitwa centralized military system. Ambao centralized military system ni kwamba unamhitaji ule mfumo, unamhitaji mkuu wa nchi ambaye ndio commander in chief atoe orders za kushambulia ama kuingia katika vita.
Lakini Irani walisha study huo mfumo muda mrefu na kuona kwamba wapo katika riski ya viongozi wake wakubwa wa nchi kushambuliwa na hata kuuawa. Kwa hiyo Irani wakaanzisha mfumo wao ambao unaitwa Mosaic Decentralized Military Doctrine au Military Strategy, ambao katika staili hiyo katika utaratibu wa Mosaic ni nini? Katika utaratibu wa Mosaic ni kwamba nchi inakuwa haitarajii au kutegemea orders kutoka kwa mkubwa wa majeshi, kwa maana kama alivyokuwa Ayatollah Ali Khamenei. Zinakuwa wanaform units ndogo ndogo ambazo zile units, kila unit inakuwa ina pre-written orders ama inakuwa ina orders au maelekezo ya kwamba ikitokea tumevamiwa wafanye nini. Na zile units, kila unit inakuwa ina vifaa vyote vya msingi vinavyoweza kuiwezesha kusustain vita kwa muda mrefu. Kwa mfano kwa Irani, kwa ripoti zisizo rasmi inaonyesha kuwa ni kama ina unit au vikosi vidogo vidogo 31, na kila kikosi kinaongozwa na watu wanaoitwa local commanders ambao hawafahamiki. Na ndio maana kama unataka uone umuhimu wa hilo, mashambulizi ya awali ya Marekani, hiyo tunaita opening silo, ndio walimtake out au kumuua Ayatollah Ali Khamenei. Walimuua mkuu wa majeshi kwa mantiki mkuu wa majeshi ya IRGC, kwa mantiki yale jeshi la mapinduzi IRGC, lakini pia walimuua waziri wa ulinzi na viongozi wakubwa wengi sana wa jeshi. Lakini pamoja na yale, ndani ya muda mfupi, haikuzidi hata lisaa, Irani ilianza kujibu. Nani alitoa orders hizo? Ni kwa sababu ya mfumo wa Mosaic Decentralized Strategy, ambayo ule mfumo ulikuwa umewapa local commanders pre-written orders kuwa ikitokea kuna vita nini kifanyike. Kwa kila unit ilikuwa ina maelekezo ya nini kifanyike hata kama hamna viongozi. Na ndio maana Irani wameweza kusustain kutodondoka mpaka leo, kwa sababu walikuwa wanasubiri orders hizo zisingekuja kamwe, lakini kwa sababu walikuwa wanajua wana namna yao nyingine ya kupambana. Na mpaka sasa ndio inayosababisha unaona viongozi wa juu wa jeshi wanauawa kila siku, lakini mpaka leo hakuna mabadiliko yote katika uwanja wa vita, hata kama viongozi wa jeshi wanauawa, kwa sababu wale viongozi wa jeshi unaoona hadharani ni mere symbolic, yani wapo pale ndio wana nguvu, wana maelekezo, lakini kuna viongozi wengine au local commanders ambao ndio wanaongoza vikosi katika uwanja wa vita hawafahamiki, na hao ndio hatari zaidi.